siku ya leo. Kwa hivyo bila kuharibu wakati, naomba tuende katika Biblia zetu mahali ambapo tulipata somo la kwanza. Kitabu ni cha Yohana Mtakatifu, mlango wa kwanza. Nasoma kuanzia mstari huo wa 43. Nimaliza hicho kifungu, lakini itakuwa nategemea sana mstari wa 46. Naamini umefika pale. Yohana Mtakatifu mlango wa kwanza, tunasoma pamoja kuanzia mstari huo wa 43. Siku ya pili yake alitaka kuondoka kwenda Galilaya, naye akamwona Filipo. Yesu akamwambia, nifuate. Naye Filipo alikuwa mtu wa Bethsaida, mwenyeji wa mji wa Andrea na Petro. Filipo akamwona Nathanieli akamwambia, tumemwona yeye aliyeandikwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Nathanieli akamwambia, laweza neno jema kutoka Nazareti? Filipo akamwambia, njoo uone. Basi Yesu akamwona Nathanieli anakuja kwake, akanena habari zake, tazama Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani yake. Nathanieli akamwambia, umepataje kunitambua? Yesu akajibu akamwambia, kabla Filipo hajakuita, ulipokuwa chini ya mti nilikuona. Nathanieli akamjibu, Rabi, we umwana wa Mungu, ndiwe mfalme wa Israeli. Yesu akajibu akamwambia, kwa sababu nilikwambia nilikuona chini ya mti, waamini. Utaona mambo makubwa kuliko haya. Akamwambia, amin amin nawaambia, mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Hebu na tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, Baba uishi milele, twaja mbele zako asubuhi hii ya leo. Tunamshukuru kwa ajili ya wema wako ambao umeweza kutendea Baba. Ni wakati mwema ambao unaenda kunena nasi. Weza kuandaa mioyo yetu ili Baba Mwenyezi Mungu tukaweze kupata mlango. Baba, weza kutuongoza na uwe pamoja nasi, na kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Leo Bwana alinipa haya maneno ambayo tumeyasoma katika hiki kitabu cha Yohana Mtakatifu. Kama vile huwa ninasema, hivi vitabu vya Injili vikiwa vile vinazungumza Yesu Kristo kwa njia tofauti, na Yohana mpendwa, ambaye pia ni mwandishi wa hiki kitabu, anazungumzia Yesu Kristo kama mwana wa Mungu, na anamzungumzia pia kama Mungu. Kwa hivyo Yohana anaangalia Yesu Kristo kama Mungu katika pande zote ambazo anazizungumzia. Na pale ambapo tumesoma ni wakati Yesu alianza kuita mitume wake, maana tunafahamu ya kwamba Yesu alikuwa na wanafunzi 12, na katika hiki kifungu
kuwaita mmoja baada ya mwingine. Lakini pale ambapo tumesoma kuanzia mstari wa 43 tunaona Yesu anaita Filipo, na baadaye Filipo anaenda anamjuza Nathanieli, na pia Nathanieli anamfuata Yesu. Lakini kile ningependa tuangalie adhuhuri ya leo kipo mstari huo wa 46, na ni kama swali ambalo liliulizwa na Nathanieli. Mstari wa 46, Nathanieli akamwambia, naweza neno jema kutoka Nazareti? Ningependa tuanze juu ya hilo swali Nathanieli aliuliza. Baada ya Filipo kumwendea na kumjuza juu ya Masihi ambaye ni Yesu Kristo, ambaye alitabiriwa na manabii ya kwamba amekuja na amemwona, Nathanieli hakuweza kuamini, lakini kwa fedhaha akaweza kuuliza, naweza toka neno jema Nazareti? Can anything good come out of Nazareth? Hilo ndilo swali ambalo ningeweza tuliwaze adhuhuri ya leo. Na tukiangalia Yesu Kristo mahali hapa, vile tumesoma hiyo mistari, tumeona kwamba Yesu Kristo kama Mungu, he knew where Nathaniel was. Alijua pahali Nathanieli alikuwa. Maana mstari wa 47 Yesu anamjibu maneno haya, anamwambia anasema basi Yesu akamwona Nathanieli anakuja kwake, akasema akanena habari zake, tazama Israeli kweli kweli, hamna hila ndani yake. Nathanieli akamwambia, umepataje kunitambua? Yesu akamjibu akamwambia, kabla Filipo hajakuita, ulipokuwapo chini ya mti nilikuona. Yesu katika hekima yake anajua hali Filipo alikuwa, anajua vile alikuwa anafanya, anajua kile ambacho hata kitakuja baadaye. Kwa hivyo Yesu akamdhihirishia kwamba nilikuona hata wakati ambao ulikuwa chini ya mti, wakati ulikuwa umeketi hapo, baada ya Filipo kuja kukuita, nilikuona. Na hapa kuna jambo ningependa tujifunze kutoka kwa Nathanieli. Maana Nathanieli ana mambo matatu ambayo si mazuri. Jambo la kwanza ambalo lilikuwa na Nathanieli, wakati ambapo Filipo alimjia na akamjuza ujumbe wa Yesu, akamjuza Masihi amefika, ameona Masihi ambaye alitabiriwa na manabii. Jambo la kwanza ambalo Nathanieli alikuwa nalo na ambalo alikuwa nzuri, he had a spirit of mockery. Alikuwa na roho ya kejeli. Yaani hakuweza kuamini kana kwamba Nazareti kunaweza toka kitu chema. Lakini kwa kejeli akauliza, kunaweza toka kitu chema?
Nazareti kwa mzaha, kwa kejeli. Unajua labda wakati mwingine katika maisha haya unaweza fika mahali labda watu wakaanza kukukejeli, wakaanza kukupuuza, wakaanza kukunenea maneno ambayo ni kama hayawezekani mbele zako. Yaani wanaona ya kwamba hauwezi chochote. Hapa Nathanieli akauliza kwa kejeli, kunaweza toka kitu chema Nazareti? Jambo la pili la Nathanieli, he had a spirit of disbelief. Yaani alikuwa na roho ya kutoamini. Hakuamini kana kwamba kuna kitu chema kinaweza toka Nazareti. Hakuwa katika moyo wake, katika akili zake, hakuwa anaamini kama Nazareti kunaweza toka Masihi. Labda watu wamekukejeli wakisema kwamba labda kwako ama labda wewe hauwezi toa kitu kizuri, hauwezi fanya kitu kizuri, hauwezi fanikiwa, hauwezi fanya hivi. Labda watu wamekukejeli kama Nathanieli vile alifanya, kwa sababu alikuwa na roho ya kutoamini. Nathanieli. Jambo la tatu, he had a spirit, or he had a defeatist spirit. Alikuwa na roho ya kushindwa. Hakuwa anaamini kana kwamba kuna kitu chema ambacho kinaweza tendeka. Hakuwa anaamini kana kwamba Nazareti kunaweza toka kitu kizuri. Alikuwa na roho ya kushindwa. Labda nyakati nyingine kama Wakristo inafika mahali unakuwa kwamba yaani wewe unahisi ya kwamba hauwezi, ama unahisi ya kwamba hili ni jambo gumu, ama unaweza ona ya kwamba yaani hauwezi chochote. Uko na roho ya kushindwa. Uko na roho ya kushindwa kama Nathanieli hapa. Lakini ni vizuri tusifuate mfano wa Nathanieli ambaye alikuwa na roho ya kutoamini, alikuwa na roho ya kejeli, alikuwa na roho ya kushindwa. Tunafaa kuwa na imani kama vile tumejifunza. Tuwe na imani, tuwe tunaamini ya kwamba tunaweza, tuwe tunaamini ya kwamba mambo yote kama vile Paulo alisema yanawezekana katika Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri kama watoto wa Mungu tusichukue hizi roho mbaya za Nathanieli ambaye alipewa ujumbe ya kwamba Masihi amekuja, lakini kwa kejeli akauliza kunaweza toka kitu chema Nazareti? Hebu nikwambie, ukiwa na imani, hata kama watu wamekukejeli kiasi gani, hata kama watu hawajaamini kana kwamba unaweza barikiwa, hata kama watu wamekuwa na roho ya kwamba hauwezi, jua ya kwamba you can in Jesus Christ. Amini ya kwamba unaweza. Amini ya kwamba mambo yote kwa Yesu yanawezekana. Labda kama watu wamekukejeli, kama familia wanakijiji wamekukejeli, kama kanisa labda tumepata kejeli ama vitu vya namna hiyo, tujue ya kwamba in Christ we can. Tunaweza katika jina la Yesu Kristo. Usiamini kwa kushindwa.
Usiamini kwa kushindwa. Unajua kuna mithali ya Kiswahili inasema kwamba asiyekubali kushindwa si nini? Si mshindani. Lakini haimaanishi kwamba uamini ya kwamba unaweza shindwa. Amini ya kwamba unaweza shinda. Believe that you can. Amini ya kwamba unaweza. Kwa hivyo ni vizuri kama watoto wa Mungu tuamini ya kwamba tunaweza mambo yote katika Yesu. Anatujua. Alitujua hata kabla ya tuzaliwe. Anajua kila utakuwa hata katika wakati ujao. Anajua. Kwa hivyo ni vizuri kuamini kwamba in Christ you can. Danieli akawa na roho chafu, lakini baadaye aliweza kutambua kwamba huyu ni Masihi, na akaingia katika kongamano la watumwa wa Yesu Kristo, akawa mmoja wao. Hata ingawa hapo mbeleni hakuwa anaamini, alipoamini Yesu akampokea na akawa mmoja wao. Kwa hivyo ni vizuri tuwe watu ambao wanamtambua Yesu, tuwe watu ambao wanamwamini Yesu, na kwa kweli tukiwa na hiyo roho, hakika tutakuwa washindi. We need to believe that we are more than conquerors. Tujue tu zaidi ya washindi tukiwa na Yesu, maana hakuna jambo ambalo ni ngumu kwa Yesu. Bwana na atubariki. Hebu na tuombe. Baba mtakatifu, Baba uishi milele, twaja mbele zako adhuhuri hii ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya wema wako ambao umeweza kutendea. Baba, umeweza kunena nasi kupitia kwa mtumishi wako Baba. Tunaomba ili tukaweze kushika neno lako na kulitafakari mchana na usiku Baba. Tunaomba ili ukaweze kuwa pamoja nasi na kutuongoza. Na Baba Mwenyezi Mungu, tunaporudi nyumbani mwetu tukaweze kuwa tunatafakari neno lako mchana na usiku Baba. Tukaweze kutembea na wewe Mungu wetu, maana wewe ni Mungu ambaye unatenda. Wewe ni Mungu ambaye ni mwenye uwezo. Uweza kuwa pamoja nasi tunapotoka katika nyumbani lako Baba. Tuongoze na uwe pamoja nasi katika kila jambo. Mahitaji yetu na ajua, tuomba ili ukaweze kututimizia, maana unaweza mambo yote Mungu wetu. Zidi kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Mungu na wabariki. Tunaenda kumaliza ibada yetu. Naomba tusimame tuimbe wimbo wa